Sarah Suleiman atangaza azma ya kuwania uwakilishi wadi Bulapesa. Huku kukiwa na takriban mwaka mmoja kufikia uchaguzi mkuu wa mwaka 2027, kinyang'anyiro cha wadhifa wa uwakilishi wadi ya Bulapesa kinaendelea kupamba moto kikivutia wawaniaji mbalimbali. Wa hivi punde ni Sarah Suleiman ambaye ametangaza rasmi azma yake ya kuwania kiti hicho. Akizungumza na meza ya runinga ya Waso baada ya kutangamana na watengenezaji wa bidhaa za vyuma katika eneo la Tumtum, Sarah amesema endapo atachaguliwa, dhamira yake kuu ni kuwahudumia wakazi wa Bulapesa kwa usawa bila ubaguzi wowote. Ukiniuliza jamii yangu ni gani, jamii yangu ni jamii ya Bulapesa kwa jumla. Na katika jamii ya Bulapesa kwa jumla, kwa Bulapesa dini ni mbili, kuna Waislamu na kuna Wakristo. Na mimi nataka kuwakilisha hao Waislamu na Wakristo ambaye sibagui kwa dini wala sibagui kwa kabila. Kwa hivyo jamii yangu ni Bulapesa, dini yangu ndo Islamu. Nasimama hapo kwa sababu naona Bulapesa, nataka kurudishia dignity ya Bulapesa. Dignity ya Bulapesa imeharibika. Watu wote zamani kitambo hapo Bulapesa mwanaume akitaka kuoa mwanamke mrembo, wasichana warembo, ilikuwa Bulapesa. Aidha, ametoa wito kwa Rais William Ruto pamoja na Gavana Abdi Ibrahim Hassan kuweka mikakati madhubuti ya kuboresha sekta ya utengenezaji wa vyuma katika soko hilo, hatua ambayo amesema itaongeza ajira, kuinua kipato cha wakazi na kukuza uchumi. Sasa mimi nimetolea president wangu ambaye amenitambua, amenipigia simu, nataka kumwambia angalia life ya watu wa Tumtum, angalia vile wanakaa, wana bibi, wana watoto, miaka kwenda miaka rudi, maisha tunataka kubadilisha, tunataka industry yao ikuwe juu, tunataka wakuwe na pesa, mapato, waweze kupeleka watoto wao shule, waweze kupeleka nyumbani pesa, familia yao ifurahi na tufurahi sisi wote. Vijana wa mihadarati, depression imekuwa mingi. Sarah pia amesisitiza umuhimu wa kuelekeza vijana katika vituo vya kurekebisha tabia, yani rehabilitation center, akibainisha kuwa hatua hiyo itasaidia kupambana na changamoto ya matumizi ya dawa za kulevya miongoni mwa vijana. Mambo ya mihadarati ni lack of jobless, idleness, stress. Watu ukizungumza, ukiwa na rafiki yako uzungumze mambo yako, huenda ikakutatulia. Ukiwa unazungumza itakuwa half solved, lakini wengine hawazungumzi, wanaingililia hiyo maneno. Tunaomba Mungu awatoe kwa hiyo maneno. Na mimi nikiwa na nawapenda sana na nawamind sana, na ni vijana wazuri, na ni vijana hata hata wakiniona usiku wananibebea hata kipoti yangu na wananishika mkono, wananivukisha hata barabara. Hao ni vijana wazuri sana. Tunataka wapelekwe rehabilitation center, wakwe rehab, mambo yao iende vizuri, wapumzike, akili yao iwe mzuri, alafu wapewe kazi. Na hii kaunti ya Isiolo ambaye inalidiwa na Guyo ambaye anajua maslahi ya watu, na President William Samoei Ruto, na muomba pia hiyo. Kwa upande wake, Abdullahi Mohamed almaarufu Abshemo amesema kuwa wanamunga mkono Rais William Ruto katika azma yake ya kuwania urais kwa muhula wa pili, huku akithibitisha pia kumunga mkono Sarah Suleiman katika safari yake ya kisiasa. Ya pili muhimu, tunasema President William Ruto ni 2 term, sio? 2 term. Na gavana wetu Abdi Ibrahim Hassan ni 2 term. Asanteni. Na cha muhimu kabisa, nimeitwa na dadagu hapa Zahara Suleiman, MCA mtarajiwa, na inshallah ako ndani. Naye Michael Gikundi ambaye ni muhunzi kwa kimombo blacksmith katika soko hilo ametoa wito kwa serikali ya kitaifa na ya kaunti kuwasaidia kwa kuwapatia mashine za kisasa, akisema hatua hiyo itaongeza ubora wa bidhaa zao na kupanua masoko. Sasa mimi nasema katika hii kazi yetu tuko na changamoto mingi sana.
Ya kwanza, serikali imetusahau kama blacksmith ya Isiolo ambao aina, na sisi ndio tunajitolea kazi yetu. Tunajua hii kazi, kwa watu waende wafanye madarati huko, wafanye nini. Hii kazi ni mzuri, inakuwa na mapato, hata wengine wakuja wajiunge na hii kazi. Tukiwa na machine ya kufanya kazi, tukiwa na material ya kufanya kazi, tunaweza kukua mbele, na hata watu wengine wanaweza kuja kujoin na sisi, ili hata watoke katika miadarati wakuje katika kazi ya tumtum. Kuna wengi ambao wanadharau kazi hii kwa ajili wanaona hii kazi ni ngumu, lakini ninaomba mheshimiwa wetu gavana aweze kutushika mkono na rais aweze kutushika mkono kwa ajili atuongeze, ili tuweze kupata mashini ya kuendelesha kazi hii, ili tuweze kupata mapanga ambao zinatoka India, tunaweza itengeleza hapa. Vitu ambazo zinatoka India tunaweza tengeleza hapa. Nikiripotia runinga ya Waso, langu jina ni Hussein Morangiriguyo, runinga ya Waso ya kujuza na kukuburudisha.